Siku hizi kumekuwa kuna changamoto kubwa sana ya mahusiano kuvunjika, na ukifuatilia kwa ndani zaidi utagundua moja kati ya tabia 4 ambazo tutazizungumza leo ndio huwa sababu ya kuvunjika kwa mahusiano hayo. Basi kuwa na mimi leo, nitakuelekeza na kukufundisha tabia 4 za kuziepuka ambazo ukifanikiwa tu kuziepuka zitasaidia mahusiano yako kutokuvunjika na kuwa na amani. Mimi jina langu naitwa Eric na hii ni Success Path Network. Each one, teach one. Basi tabia moja kubwa ya kwanza ambayo huwa inapelekea mahusiano kuvunjika kwa haraka ni wivu uliopitiliza. Wivu uliopitiliza hii ni sumu kubwa sana katika mahusiano. Tunafahamu ni kweli ukimpenda mtu sana ni lazima uwe na wivu naye. Hilo hakuna mtu anayekataa. Ila changamoto ni wivu ukipitiliza. Kila saa unapiga simu kujua mtu yuko wapi. Kila saa unataka kujua huyo mtu yuko na nani. Kila saa unataka kujua huyo mtu anafanya nini. Hiyo tabia huwa inapelekea kumkwaza mtu ambaye yuko naye. Anaona kama haumuamini. Anaona kama unamfuatilia kupitiliza. Basi naomba nikwambie kitu kimoja. Hii kama ni moja kati ya tabia zako, basi punguza kidogo huo wivu. Utakusaidia sana kuboresha mahusiano yako. Waswahili walisema wivu kidonda, ukishiriki utakonda. Utakonda kwa nini basi? Muda huu ambao wewe utakuwa unamuonea wivu mwenza wako, yeye atakuwa anafanya mambo yake mengine na ana amani tu, ila wewe ndio utakuwa unateseka sana ya kutaka kujua kila ambacho kinaendelea kwenye maisha ya mwenzio wakati ambao haupo naye. Basi nikuombe sana rafiki yangu, jitahidi sana kucontrol huo wivu wako ili usije ukaharibu mahusiano yako. Na jambo la pili ambalo pia linasababisha mahusiano mengi kuvunjika ni watu kutojali hisia za wenza wao. Watu kutojali hisia za wenza wao. Na hii changamoto kubwa sana. Kwa research ndogo tu inaonyesha wanaume sana ndio tuko na hii changamoto ya kutokujali hisia za wenzi wetu. Kila mtu anapenda kusikilizwa. Kila mtu anapendwa kujaliwa na mwenzi wake. Na kila mtu anapenda ajielezee kile anachokipitia kwa mwenzi wake, kwa maana naamini wewe ndio mwenzi wake. Na kama ukiwa kwenye mahusiano na mtu, tunaamini yule mtu ambaye uko naye kwenye mahusiano ndio msaada wako wa kwanza. Ni msaada wako wa kihisia, ni msaada wako wa kiakili, na yeye ndio anatakiwa awe anajali zaidi hisia zako ili aweze kukupatia msaada huo. Sasa inapotokea uko katika mahusiano na mtu ambaye hajali hisia zako, huwa inakera sana na inakuvunja moyo ya kuamini yawezekana hauko katika mahusiano sahihi. Na yawezekana wewe ambaye unanitazama ndio mtu ambaye haujali hisia za mwenzako. Basi jitahidi kumsikiliza, jitahidi kujali kile anachokipitia, jitahidi kuhakikisha unakuwa naye katika kila hatua yake ya kimaisha ambayo anaipitia. Kuna muda mwingine mtu anakueleza matatizo yake, hataki fedha kutoka kwako, ila anahitaji msaada wako wa kihisia tu, anahitaji msaada wako wa kimawazo tu, kwa sababu tunaamini unapomsikiliza mtu unaweza kujua nini kinamsumbua na ukamsaidia kimawazo. Lakini ile hali tu ya kukubali kumsikiliza ni unamsaidia yeye kihisia, inakusaidia kupunguza kile kitu ambacho kimejaa moyoni mwake. Basi jitahidi sana rafiki yangu, pale ambapo huko na mwenza wako, either yeye ndiye ana jambo ambalo analipitia na anahitaji msaada kutoka kwako, au wewe ndio unapitia jambo fulani na unahitaji msaada kutoka kwake, basi jitahidi kuwa mtu wa kujali hisia ya mwenza wako. Mpe muda wa kueleza anachokipitia. Mpe muda wa kusimulia yale aliyopitia katika siku nzima. Na pia baada ya kukwambia kama linahitaji pole, mpe pole. Lakini pia kama linahitaji hongera na kumpongeza, basi mpongeze katika hicho ambacho amekifanya. Yote hayo yatakusaidia sana katika kuboresha mahusiano yako. Jambo la tatu, hii ni tabia mbaya sana ambayo ukiiacha itasaidia kuboresha mahusiano yako. Tabia ya kuwa mtu mwenye maneno yenye dharau na maneno yenye matusi, maneno ambayo si mazuri kwa mwenza wako. Yawezekana kweli huyo mtu ambaye uko naye anakupenda sana, lakini maneno yakiwa mabaya huwa yanajenga sumu kubwa sana moyoni kwa mtu. Kwa hiyo jitahidi sana kinywa chako kitoe maneno ambayo yatamfurahisha zaidi ya kumkera huyo mwenzi wako.
Jitahidi sana kinywa chako kisiwe kinatoa maneno ya dharau, kinatoa maneno ya kejeli, kinatoa maneno ya matusi ambayo yatakuwa yanatweza utu wa mwenzio kiasi cha kumkera na kuona hapo alipo sio mahali salama kwa ajili ya afya yake ya akili na moyo wake pia. Kwa hiyo moja kati ya tabia mbaya sana ambayo inapelekea mahusiano mengi kuvunjika ni maneno ya matusi, dharau na kejeli. Kwa hiyo jitahidi sana pale ambapo unamsikiliza mtu au pale ambapo unazungumza na mtu, kuwa na maneno yenye ladha nzuri, kuwa na maneno ambayo yatamvutia masikioni mwake na moyoni mwake, hayatamkera. Yawezekana ndio amekukosea na yawezekana ndio amekukwaza, ila basi pia jitahidi kuzungumza naye vizuri katika maneno yenye staa ambayo yanaweza akaendelea kujenga mahusiano yenu na sio kubomoa. Jitahidi sana kinywa chako kitoe maneno mazuri yatakayosaidia kuboresha hayo mahusiano. Na tabia ya mwisho na ya 4 ambayo huwa inapelekea kuharibu mahusiano mengi ni unyanyasaji wa kimwili na kihisia. Hapa tunazungumzia vitu kama kupigwa, kumshika mtu kwa nguvu, kumdharau kihisia pale anapokueleza jambo ambalo analipitia. Hii yote ni ishara ya kuonyesha unyanyasaji wa kimwili na kihisia. Basi jitahidi sana rafiki yangu, kama una tabia ya kumpiga mwenzio, kama una tabia ya kumjibu vibaya, kama inawezekana umpigi ila the way unavomshika wakati mnazungumza, the way unavotumia mikono yako na mwili wako katika kuzungumza naye, inaweza ikawa sababu kubwa ya kufanya hayo mahusiano yenu yakavunjika. Kwa jitahidi sana usiwe mnyanyasaji kwake, na hata kama wewe ndio unanyanyaswa, hebu jitafakari na uzungumze na mwenzio kile ambacho kinakusibu vizuri. Mwambie, mimi sipendi the way unavoongea na mimi kwa hasira, kwa kejeli au kwa maneno ambayo yanakuwa ni mabaya kwangu, yanaharibu hisia yangu. Ukijitahidi kuzungumza naye na akakuelewa, itasaidia kuboresha mahusiano yenu. Na kama wewe ndio unamnyanyasa mwenzio, ukijitahidi kupunguza hizo tabia za kumpiga, kumdhalilisha mbele ya watu, kuongea maneno mabaya ambayo yanadhalilisha na kutweza utu wake, itasaidia kuboresha mahusiano yenu. Sijui umenielewa hapo rafiki yangu? Nimezungumzia mambo 4: wivu uliopitiliza, kutojali hisia za mwenzako, matusi na dharau, pamoja na unyanyasaji wa kimwili na kihisia. Hizi ni tabia ambazo zimeharibu mahusiano mengi sana, na usipoangalia zinaweza zikaharibu hata mahusiano yako pia. Basi jitahidi kubadilika, jitahidi kumjali mwenzio, jitahidi kumheshimu na kuheshimu utu wake. Hiyo itasaidia sana kuboresha mahusiano yako. Asante sana. Mimi ni Eric. Tutakutana hapa tena wakati mwingine. Usisahau kucomment, kulike na kushare. Kwa heri.